Okay, naam, mtazamaji wa Ngao Media, nimerejea tena hapa kwa mara nyingine. Ni siku nyingine tena hapa tumekutana kwa ajili ya kipindi chetu kizuri kabisa. Na mada kubwa leo ni tunazungumzia tamasha ambalo linakwenda kwa jina la Sauti ya Ushindi Mtwara. Tukio hili linajumuisha makanisa yote. Tutakuwa na wachungaji kutoka makanisa yote, tutakuwa na vijana kutoka makanisa yote, lakini pia waumini kutoka makanisa mbalimbali katika mkoa wetu wa Mtwara. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Michael Shunda, ni kijana kutokea hapa Mtwara. Amekuwa akifahamika katika maeneo mengi kutokana na kazi ambayo amekuwa akiendelea kuifanya ya kuhubiri injili kwa njia ya uimbaji, na maanisha praise and worship. Kwa siku hiyo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 atakuwepo pamoja na timu yake, na leo nipo naye hapa, ataweza kuzungumza na wewe kile ambacho Mungu amemjalia, ni kitu gani tutarajie kutoka siku hiyo kutoka kwake. Inawezekana kuna zile sarakasi za hapa na pale ambazo amezoea kuzifanya, tutazipata siku hiyo. Hii ni Ngao Media, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ili uweze kupata taarifa nyingine zaidi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Michael Shunda. Nikirejea hapa nitakuwa naye. Ninaye Mungu anayenipenda siku zote, hajawahi niacha peke yangu, hata kwenye furaha, hata kwenye mateso, hajawahi niacha peke yangu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Habari ya kwako? Salama. Za siku nyingi? Salama. Unaendelea kupiga mwingi kweli kweli. Amina. Hongera sana. Mbona leo kama umepoa kidogo, tofauti na siku nyingine ambazo tunakuona unafanya show katika maeneo mbalimbali? Hapana, sio kwamba nimepoa, lakini kila jambo linaenda kutokana na muktadha au mazingira husika. Kwa tunapokutana kwenye ile ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu, inakuwa ni tofauti na vile ambavyo unaniona sasa hivi. Na pia tunafanya vile si kwa uweza wetu au kwa akili zetu, ila kutokana na maelekezo ya Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe atakapopenda ifanyike. Okay. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Una taarifa bila shaka kuhusiana na tamasha ambalo tunakwenda kulifanya siku ya tarehe 28 mwezi wa 6. Amen. Wewe ni mtumishi wa Mungu, ni miongoni mwa watu ambao watakuwepo. Hebu tuambie, mtazamaji anahitaji kufahamu ni kitu gani tutarajia siku hiyo, kwa sababu Mtwara nafikiri ni mara ya kwanza kufanyika kwa tukio hili. Wewe unawaambia nini watazamaji? Mimi nawaambia kwamba hiyo siku itakuwa ni siku nzuri sana. Kwanza itakuwa ni ibada ya kipekee ambayo haijawahi kufanyika kwenye mkoa wetu wa Mtwara. Tutarajie mambo makubwa, tutarajie miujiza, tutarajie mambo makubwa ambayo Mungu anakwenda kuyafanya siku hiyo. Kwa sababu kwanza ibada hii ni ibada ambayo kila itwapo leo tunaitazama kwa ukubwa zaidi. Na hata maandalizi yake tunayafanya kwa ukubwa zaidi. Kwa sababu ni ibada ambayo inakutanisha karibia madhehebu yote kwa ujumla kwenye ibada hii. Lakini vile vile ni ibada ambayo tunasema kwamba inaenda kugawa mwaka. Tunaenda kufanya katikati ya mwaka. Manake pia itakuwa ni ya kumshukuru Mungu kwa kipindi ambacho ametutoa kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo hii ibada haitakuwa ibada ya kawaida, itakuwa ni ibada kubwa ambayo haijawahi kutokea mkoa wetu wa Mtwara. Ndio. Okay, barikiwa sana. Watu wengi wamekuwa na mitazamo tofauti. Wamezoea mikutano ya injili inafanyika, lakini kutakuwa na mahubiri siku hiyo au itakuwa ni nini kitafanyika hapo? Tupe kidogo mwanga kwenye ratiba za ibada hiyo siku hiyo ya kusifu na kuabudu. Tutaanza na nini? Kutakuwa na tukio gani litafuata, na wachungaji watakuwepo aina gani, na vijana na watu wote, au inakuwaje? Ibada watu wamezoea sana kuwa kwenye makongamano kama hayo, ibada kubwa kama hizo kunakuwa kuna mahubiri. Lakini niwaambie tu kwamba siku hiyo ni siku maalum ya kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Maana yake siku hiyo itakuwa kitu kikubwa zaidi kwenye ibada, itakuwa ni swala zima la kumwimbia na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa na watu mbalimbali, waimbaji mbalimbali watakuwepo, waimbaji binafsi, kwaya mbalimbali zitakuwepo, na praise team mbalimbali zitakuwepo. Na lengo kubwa ni kwa ajili ya tukio moja tu, kumtukuza Mungu. Okay. Barikiwa sana mtazamaji wa Ngao Media. Kama unavyosikia mtumishi wa Mungu Michael Shunda amezungumza hapa namna ibada itakavyokuwa, na unatamani kushiriki siku hiyo. Vipi mtumishi, kuna kiingilio? Hakutakuwa na kiingilio. Hakuna kiingilio chochote. Siku hiyo hakutakuwa na kiingilio.
ni kupanga tu muda wako na kufika na kuungana pamoja kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Amina. Na hiyo ibada tutarajie itaanza saa ngapi mpaka saa ngapi? Ibada kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Mungu tunatarajia ianze kuanzia saa 8 mpaka saa 12 jioni. Lakini pia hakutokuwa hivi. Ndio. Kuanzia asubuhi kutakuwa bado kuna matukio mbalimbali yanafanyika ya ushauri, maombi, urafiki, uchumba hadi ndoa. Mafundisho yote yatakuwa yatafanyika pale. Kwa hiyo ni vitu vingi vitafanyika siku hiyo, sio kusifu tu na kuabudu peke yake. Barikiwa sana. Mtazamaji wa Ngao Media, kama umemsikia mtumishi wa Mungu Michael Shunda amezungumza mengi hapa, lakini kumbuka kuna wale ambao wanatudhamini kwenye hili tukio. Tutakuwa na Voice Original Product ambao watasupport kwa namna moja au nyingine, na bado wanaendelea kutuonesha support kwenye kila hatua tunayoendelea katika maandalizi haya. Lakini pia tutakuwa na mtumishi wa Mungu anafahamika kwa jina la Chale Hardware. Tutakuwa naye siku hiyo kama miongoni mwa watu watakaowezesha. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Njema Gas Supply, bila kusahau Uchira Gas Supply. Bila shaka unafahamika kama watu wa Oryx Gas kutoka pale manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa hiyo wote hawa ni miongoni mwa watu ambao wanaendelea kutusupport pamoja na watu wengine ambao wanaendelea kuwa pamoja nasi katika hili tukio. Lakini pia unatamani kushiriki pamoja nasi, unatamani kushiriki baraka hizi, usiache kutuandikia kupitia nambari 0652484184. Utakuwa umetisha sana. Itafanyika siku ya tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika viwanja vya Mashujaa pale. Kwa hiyo fika pale, tutakuwa na muziki mkubwa. Vipi kuhusu sound? Bila shaka watu wanakuwa na mashaka kwenye sound. Kuhusu sound sio na mashaka kwa sababu sound ambayo tutaitumia siku hiyo pia ni sound ambayo inatoka nje ya mkoa. Yes, sio ya hapa. Sio ya hapa. Okay. Then tuna sound ambayo itakuja ni watumishi wa Mungu ambao wanajua vizuri kwenye issue wameshafanya nani ya sound sehemu mbalimbali, wanajua vizuri. Kwa hiyo ni watoe shaka tu siku hiyo watakutana kitu ambacho ni kizuri zaidi, tofauti. Barikiwa sana. Kuna kingine ambacho unatamani kumwambia mtazamaji? Kingine nipende kusema kwamba siku hiyo kwanza itakuwa ni nzuri, lakini pia tunaweza pia kuonyesha hata kionjo kidogo. Yes. Juu ya umetisha sana ya siku hiyo. Naam, mtazamaji, bwana ni mwimbaji, kwa hiyo lazima tunyoshe makoo kidogo. Sasa tumsikie hapa, atatuonyesha miongoni mwa nyimbo ambazo zitakuwa performed siku hiyo. Atatuimbia kidogo. Karibu mtumishi wa Mungu, tupe kionjo ya nyimbo 2-3 ambazo taimba siku hiyo. Siku hiyo tutaimba nyimbo mbalimbali, lakini naweza kuimba chache. Hii ni ya zamani kidogo, lakini nyimbo ambayo tutaimba na Amina. Nyimbo hii tutaimba ni muda kidogo. Nasema Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako watu waone. Wakujue kwamba wewe Mungu, kwamba ni Mungu wa kila kitu, upo duniani na unatenda. Nyimbo inasema Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako watu waone, walitukuze jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako watu waone, walitukuze jina lako. Baba wa mbinguni, Baba, nyosha mkono wako watu waone, walitukuze jina lako. Amen. Kwa hiyo ni moja ya nyimbo. Mtazamaji, bila shaka umeona namna vile ambayo mtumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wanajaribu kusema Michael Shunda sio Mtanzania kwa sababu ya staili yako ya uimbaji. Unaisikia ni Mkongo fulani hivi, kuna namna fulani unatumia staili yako kwenye uimbaji. Hebu tuambie vizuri. Mimi ni Mtanzania, lakini pia unapofanya huduma unatakiwa ujue kwamba mimi sehemu yangu ambayo Mungu ametaka nifanye ni hapa. Yes. Na ukishajua sehemu ambayo Mungu ametaka uifanye, unatakiwa uifanyie kazi. Ndio. Nao ni changamoto ya waimbaji mbalimbali. Utakuta mwimbaji Mungu amempa kalama kuimba nyimbo za kuabudu, lakini analazimisha hii asifu. Kwa hiyo unakuta pale ambapo Mungu amemweka afanye, anatoka anatamani kufanya vitu vingi. Kwa mimi Mungu
ninaamini Mungu amenichagua ni nyimbo zaidi za kufanya ni nyimbo za mwendo, anasema nyimbo za 7. Kwa hiyo nyimbo za 7 mara nyingi uimbaji wake ni kama vile upo Kongo. Yes. Na ndio maana watu wanasema ni kama mtu ni Mkongo. Kwa hiyo hata wale ambao ni waimbaji unajua kwamba Mungu amekupa nafasi, wewe unafanya vizuri kwenye nyimbo za South, za style ya South, utafanya hivyo. Kama unafanya nyimbo kwenye style labda ni worship, simama hapo ambapo Mungu amekuweka. Yes. Kama we ni unafanya nyimbo za 7, simama pale. Na ndio maana hata hii baada ambayo tunaiandaa kwenye timu yetu itakuwa inao watu wa aina zote. Yeah. Kuna namna fulani vile unatumika. Umeni surprise juzi. Nimeona umefanya kazi pamoja na mtumishi wa Mungu, nimemuona Komando wa Yesu. Ulikuwa naye pale kwenye ile tukio. Unaweza kutuambia ni yeye ndo aliyekualika au ni kwaya ilikualika au ilikuwaje hapo? Tukio lile moja kwa moja naweza kusema ni yeye amenialika kwa sababu imenialika praise team kwa pamoja. Lakini yeye akiwa ndio mwenyekiti, kwa ujumla yeye ndo amenialika kwenye ile ibada ya kusifu na kuabudu ambayo kiukweli ni ibada ambayo kwa namna ya kawaida nilifikiria kwa udogo sana. Lakini Mungu kupitia ile ibada amefungua milango. Ni ibada ambayo Mungu amefungua milango kwa sababu baada ile ibada kuna vitu vingi pale vimetokea ya kusifu na kuabudu ambayo iko pale Morogoro. Inaitwa Alme 7. Ambayo ipo chini ya mkurugenzi ambaye yuko pale anaitwa Shentente, ambaye ni mpigaji solo maarufu sana, anatambulika sana. Kwa hiyo mimi binafsi yangu ile ibada nasema kwamba ni ibada ambayo ilikuwa ina baraka kubwa sana kwa Barikiwa sana msikilizaji na mtazamaji wa Ngao Media. Ni miongoni mwa watu, yani Mtwara tuna hazina kubwa sana ambazo wakati mwingine tumeshindwa kujua. Kwa hiyo ni vijana ambao pia tunatakiwa kwa support. Una YouTube channel? Sasa baadaye. Okay. Utasema baadaye unahitaji support gani kutoka kwa wasikilizaji na watazamaji wa Ngao Media. Mungu akubariki sana. Mtazamaji, tutakuwa pia na mtumishi wa Mungu Rehema Shango atakuwepo. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Joynes Kileo, tutakuwa naye pia. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Leonard kutoka pale Masasi ambaye pia atajoin katika hii timu. Tutakuwa na watumishi wa Mungu wa Sabato Adventista. Juzi wakati nimejaribu kupandisha ile video wakasema na sisi tutakuwepo. Mungu akubariki sana, usisahau katika kushiriki ibada hii. Neno moja la mwisho mtumishi wa Mungu kwa watazamaji. Neno la mwisho nipenda kuwakaribisha kwenye ibada siku hiyo, lakini pia nitoe wito na maombi yangu kwa wachungaji wote wa makanisa yote. Yes. Waruhusu vijana wao kwa ajili ya kuja kuungana pamoja, kutengeneza timu ya pamoja ya mkoa wetu wa Mtwara ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo hilo tu jambo la mwisho ambalo nilitamani lifanyike. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Asante sana. Mtazamaji wa Ngao Media, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ya Ngao Media ili uendelee kupata taarifa hizi. Lakini pia Ngao Media tutakuwepo siku ya tukio kuhakikisha kwamba tunarusha mubashara kabisa. Kwa hiyo wewe hata kama uko nje ya mkoa wa Mtwara, nje ya Tanzania, utashuhudia kile kinachoendelea pale Mashujaa. Sio ya kukosa. Mungu akubariki sana. Barikiwa mtumishi wa Mungu.